Mahujaji wa matumaini. Matumaini hayakatishi tamaa. Matumaini hayakatishi tamaa. Mahujaji wa matumaini. Masomo ya misa takatifu Ijumaa ya juma la 10 la mwaka Juni tarehe 13, siku ambayo mama kanisa husherehekea kumbukumbu ya Mtakatifu Antoni wa Padua ambaye ni padri na mwalimu. Mtakatifu Antoni wa Padua, utuombee. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho, sura ya 4 mstari wa 7 hadi 15. Ndugu, tunayo hazina hii ya utume katika vyombo vya udongo, ili ionekane ya kuwa uwezo huu mkubwa mno unatoka kwa Mungu, si kwetu. Tunasongwa toka pande zote, lakini hatugadamwizi chini. Tuhangaika, lakini hatukati tamaa. Tunadhulumiwa, lakini hatuachwi bila msaada. Tunaangushwa, lakini hatuangamii. Kila wakati tunayachukua maumivu ya kifo cha Yesu miilini mwetu, ili uzima wake Yesu ufafanuke pia katika miili yetu. Kwa maana sisi tulio wazima tunatolewa daima tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wake Yesu ufafanuke pia katika miili yetu inayokubwa na kifo. Kwa hiyo ndani yetu sisi kinatendeka kifo, ndani yenu ninyi uzima. Lakini roho ya imani tulio nayo ni sawa kwetu na kwenu, kama ilivyoandikwa, nilisadiki, kwa hiyo nimesema. Nasi tunasadiki tukisema, tunajua ya kuwa yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi pia pamoja na Yesu na kutuweka pamoja na mbele yake. Haya yote nayavumilia kwa ajili yenu, ili kwa shukrani ya wengi zaidi neema iongezeke na kumtukuza Mungu zaidi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 116 mstari wa 10 hadi 11, 15 na 16, 17 na 18. Kiitikio ni mstari wa 17a. Maneno ya kiitikio. Nitakutolea dhabihu ya kukushukuru, Bwana. Nitakutolea dhabihu ya kukushukuru, Bwana. Nilitumaini hata niliposema, mimi nimetaabika sana. Nami nilisema katika mshtuko wangu, watu hawa wote ni waongo. Nitakutolea dhabihu ya kukushukuru, Bwana. Kina dhamani kubwa machoni pa Bwana kifo cha wacha Mungu wake. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako. Mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako. Umefungua vifungo vyangu. Nitakutolea dhabihu ya kukushukuru, Bwana. Nitakutolea dhabihu ya shukurani na kuliita jina la Bwana. Nitamtimizia Bwana nadhiri zangu mbele ya watu wake wote. Nitakutolea dhabihu ya kukushukuru, Bwana. Mtang'aa kama mianga katika ulimwengu, mkilishikilia neno la uzima.
Somo la Injili, Mwinjili Mathayo sura ya 5 mstari wa 27 hadi 32. Kila amtazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, Ee Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mmesikia kwamba imenenwa usizini. Nami nawaambieni, kila amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kulia likikukosesha, uling'oe na kulitupilia mbali, kwa maana ya kufaa zaidi kupotewa na kiungo kimoja kuliko kutupwa mwili wako mzima jehanamu. Na mkono wako wa kulia ukikukosesha, ukate na kutupilia mbali. Afadhali upotewe na kiungo kimoja kuliko kutupwa mwili wako mzima jehanamu. Tena imenenwa, mtu anayewacha mke wake ampe hati ya taraka. Mimi lakini nawaambieni, kila anayemwacha mke wake isipokuwa kwa sababu ya ndoa ya maharimu, anamtia katika hali ya uzinzi. Kadhalika, mtu akimwoa mwanamke aliyeachwa anazini. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo.